Usisahau siku zote, imani yetu tunayohubiri, cha kwanza kitakachobadilisha ni usemi. Unaweza ukaiona injili kwenye maneno ya mtu, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliokalia juu ya kila mmoja wao, wasema wote wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Nitawaambia hivi, faith will always be visible in speech as a primary means. Imani itaonekana siku zote katika nini? Usemi. Ni njia ya msingi ya kuona imani ya mtu. In fact, unapohubiri injili huwa unabadilisha nini kwanza? Usemi wa vile unayemhubiria injili. Warumi 10, lakini anenaje? Lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako. Huwa mara nyingi naambia hivi, linakuwepo kwenye kinywa kwa sababu lilikuwepo kwenye moyo. Likiwepo kwenye kinywa na alipo kwenye moyo, inaitwa nini? Unafiki. Unasema mdomoni kitu usichoamini moyoni. Inatakiwa iwaze hivi, nachokiamini moyoni ndicho nachokisema mdomoni. Sasa inawezekana mtu aseme exact haya maneno, lakini unajua namna ya kupata usemi wake. Kama umewahi kumhubiria injili, ni rahisi kujua mtu ameamini kwa sababu ya response yake kwenye kinywa chake.